Kufikisha tena katika ukumbi wetu huu, kama ilivyo kawaida katika mwezi huu wa Ramadhani, tunakutana tukikumbushana mawili matatu katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukiwa tumeanza jana sura ya 39 kwa utaratibu wa mashaf. Jana tulisoma aya 6 za kwanza, leo tunatokea aya ya 7. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe na tuwezeshe tuweze kuyafahamu maneno yake na kuyafanyia kazi. Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tutekeleze amri zake kwa kufuata aliyoamrisha na kuyaacha aliyokuwa ameyakataza. Katika kutuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala sisi tufanye mambo, na katika kutukataza tuache mambo na sisi tukatii, basi hilo Allah linampendeza na anafurahi. Katika aya hii tunayotoka nayo, anaeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake watakapokuwa wapo katika sura za namna mbili, aidha kuitikia wito wake au kuukataa wito wake. Sema in takfuru, ninyi mkikufuru kwa kukataa muongozo na maelekezo yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, basi fa inna Allah ghaniyun ankum, Allah subhanahu wa ta'ala hana uhitaji na ninyi, ni wenye kujitosheleza, yeye hana shida. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba lau insakum wa jinnakum wa awwalakum wa akhirakum, kwamba wanadamu wote na majini wote kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho, akawa uovu wao ule wote viumbe hao ukawa chini ya mtu mmoja tu, basi haimpunguzi chochote Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo hivyo hata kama ikiwa wema haumuongezei chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anatuambia yeye ametupa tumaelekezo sisi, swala la sisi kutekeleza wajibu wetu, yale aliyotuamrisha alimuongezei chochote ya Allah. Na sisi wakipatikana watu wanaokaidi, basi Allah anasema fa inna Allah ghaniyun ankum, Allah yeye ni mwenye kujitosheleza. Antumul fuqara ila Allah, ninyi ndio mwenye uhitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Allah wala hana shida na sisi. Kwa hiyo asifikirie mtu kwamba kwa kufanya uasi, kwa kutofuata miongozo na maelekezo ya Allah, kwamba anamkomoa Allah subhanahu wa ta'ala. Hana chochote na yeye wala hana uhitaji. Lakini wala yarda ala ibadihi al-kufr, hilo jambo yeye Allah haliridhii, hapendi waja wake wayo. Allah subhanahu wa ta'ala tangaza wazi swala la kwamba watu kuwa wao wamekwenda kinyume na maelekezo yake, kuwa watu ni wenye kukufuru, kwamba wakawa makafiri, wakawa wakaidi, wakawa wanafiki, wakawa waovu, madhalimu na hivi. Allah jambo hilo halimpendezi kabisa kabisa. Lakini mtu akiamua kuwa hivyo, basi haimuongezei chochote Allah wala haimpunguzii chochote. Lakini wa in tashkuru, mkimtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata maelekezo na kuacha makatazo, yarallahu lakum, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ilo analiridhia na kulikubali. Kwenye suratu Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala alielezea watu wabaya na mafikio, sema dhalik bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana, yamewakuta hayo kwa sababu wao wameyafuata yale ambayo Allah anamkera, anamkasirisha, Allah hayapendi, anachukia kabisa, wao ndo kipaumbele chao. Basi ndio maana wamefikia hapo, wakarihu ridwana, na wamechukia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamridhisha. Kwa hiyo katika aya hizi zote almuhimu ni kuwa na tahadhari watu kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamkera na hayapendi. Kwa hiyo wa intashkuru yarallahu lakum, mkiwa watiifu
kwa kufuata miongozo yake na maelekezo yake, Allah hilo jambo analiridhia na kulipenda na kufurahi kabisa kwamba waja wake wametekeleza yale ambayo amewaongoza, amewataka wayafanye, wameitikia ule wito wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kufurahi kabisa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanye sisi ni katika wale wenye kutii na kutekeleza amri zake. Lakini pia watu watambue, wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna mtu atabeba mzigo wa mwenzie. Kila mtu na mzigo wake mwenyewe, kama tulivyosema katika tunapitia sura Fatiri. Allah anasema wa in tadu muthqalatu ila imliha la yuhmal walau kana dha qurba. Hata kama mtu akihangaika huku na kule atafute mtu wa kumbebea, hakuna mtu wa kumbebea hata awe mtu huyo ni wa karibu kiasi gani. Kwa hiyo wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna mtu atakayebeba mzigo wa mwenzie. Maana yake nini? Kila mtu achakarike mwenyewe, ahangaike mwenyewe, ajishughulishe. Unavyojishughulisha, unavyojihangaisha, unafanya hivi, kullu nafsin bima kasabat rahina, kila mtu kwa matendo yake mwenyewe anayoyafanya ndo rehani yake. Kwa hiyo usifikiri, asije akadhani mtu kwamba yale anayoyafanya kwamba kuna mtu huko atakuja kumtwisha mizigo hiyo. Hakuna jambo hilo. Kullu nafsin bima kasabat rahina, kila mmoja na mzigo wake mwenyewe. Unaohangaika nao ndio utakaokutana nao. Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Mwanadamu, wewe ni mwenye kupambana katika maisha yako. Siku zote wewe unapambana, unahangaika kama hivi watu wanavyopambana. Wengine wanalala masaa mawili tu, wengine nusu saa, wengine na hivi na hivi. Innaka kadih, watu mko bize, mnahangaika, mnashughulika, pambaneni. Lakini ila rabbika kadhan famulaqi, hayo mnayoyapambania kwa Mola wenu mtakutana nayo. Kwa hiyo hakuna mtu atakayechukua mzigo wa mwenzie. Wala taziru waziratun wizra ukhra, kila mtu na mzigo wake. Hakuna baba wala mama wala nini. Fa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawmaidhin wala yatasaalun, kisha pulizwa baragumu la kisimamo, fala ansaba bainahum, hakuna kujuana pale. Fala ansaba bainahum, hakuna kujuana, wala yatasaal, wala kuulizana, hakuna hivyo. Ka suratul Maarij, Allah subhanahu wa ta'ala sema wala yasalu hamimun hamima, wala jamaa hatomuuliza wala kumtafuta mtu jamaa yake, kila mmoja kivyake vyake. Tena sio kwamba wako mbali, yubaswarunahum, wanaonana hivi live kabisa, namuona kaka yule, baba yule, mama yule, mjomba yule pale. Lakini la yasalu hamimun, hakuna mtu jamaa atenda kumuuliza jamaa yake, au ndugu, awe baba, awe kaka, awe mjomba, awe nani. Sikio, kila mtu na mambo yake. Kwa hiyo tunavyohangaika huku, tujijue ndio tunatengeneza mizigo yetu, tutaenda kukutana nayo, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam inma hiya a'malukum, zingatieni mambo yenu mnayoyafanya, mnavyohangaika, matendo yenu zingatieni. Sisi tunayahifadhi, uhsihi, tunayahifadhi hayo, alafu uwafikum iyaha, tutakulipeni. Kifika wakati kila mmoja atalipwa kwa yale aliyoyafanya. Faman wajada khaira, atakayekuta mambo yake mazuri, matendo yake mazuri, mwenendo wake mzuri, faliyahmadillah, na amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile Allah amemwafikisha na kumuongoza kuwa yuko sawa sawa. Lakini waman wajada ghaira dhalika, atakayekuta mambo yake yako kinyume na hivyo, basi fala yalumanna illa nafsahu, asilaumu ila ajilaumu mwenyewe. Ndo hapa wala taziru waziratun wizra ukhra. Haya ni mambo yako wewe mwenyewe, umehangaika na wewe unaambiwa kabisa haya ni mambo yako. Hata viungo vitakavyoenda utoa ushahidi pale, mwanadamu atakayosema lima shahidtum, sio anakataa kwamba haya hatukufanya. Lima shahidtum, kwa nini mnatolea ushahidi? Sisi mnatushuhudiza hapa, imekwaje? Sio kama anakataa. Kwa hiyo tuyatambue hayo. Fayunabbiukum bima thumma ila rabbikum marjiukum, kisha kwa Mola wenu ndio marejeo yenu, na mkisharejea kwa Mola wenu, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, atawapa habari ya yote mliokuwa mnayafanya, mnahangaika nayo. Innahu alimun bidhati suduri, Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa yale yaliyopo katika vifua vyenu. Kwa hiyo tambueni hayo, hiyo hali, kila mmoja achukue hatua za sawa sawa.
Lakini mwanadamu alivyo, wa idha massal insana dhurrun daa rabbahu muniban ilayhi, mwanadamu akifikwa na majanga, iwe afya, iwe gonjwa, iwe changamoto zozote zile, daa rabbahu muniban ilayhi, anamuomba Mola wake kwa unyenyekevu kabisa, hali ya kurejea. Anamuomba Mola wake kwa unyenyekevu kabisa. Tabia za kibinadamu, maumbile ya binadamu yalivyo, anapotikiswa kidogo, basi utaona msikitini, utaona hivi na hivi na hivi, akitikiswa kidogo. Lakini thumma idha khawalahu ni'matan minhu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akimbadilishia yale majanga ikawa ni neema kwake, akamkunjulia, nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl, anasahau yale aliyokuwa anahangaika nayo ya kumuomba Allah, wala hakumbuki kwamba kuna changamoto amepitia hivi na hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam simulia, kulikuwa na watu watatu wenye changamoto za kiuchumi, wenye changamoto za kiafya. Mmoja alikuwa na changamoto ya ngozi, mwingine alikuwa na changamoto ya para hivi, mwingine alikuwa na changamoto ya macho, hawezi kuona na hivi. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akawajaribu wale wote, akatuma malaika kila mmoja kwenda kumsikiliza anaomba nini, aondolewe nini na apate nini. Kila mmoja akatoa changamoto zake na kila mmoja akaomba apewe alichopewa, na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia wale, akawaondolea zile changamoto, kisha akawapa capital ya kuweza kujiendeshea, ni mbuzi, mwingine ng'ombe, mwingine hivi na hivi. Kisha ule malaika akaja baada ya muda, baada ya wale kuwa tayari wameshakuwa wamenawiri, akamjia mmoja baada ya mwingine, kumbe bwana, msaidie bwana, mimi ni maskini, niko hivi na hivi na hivi. Kwa hali ng'ombe, sikiliza bwana, majukumu ni mengi, alhuququ kathira, majukumu mengi bwana, nendeni kwa wengine bwana, kila siku mkiona mtu hivi na hivi na hivi. Lakini kaani aarifuka, kama mimi nakujua vile wewe. Sema mimi hujawahi kuniona, hujawahi kuniona kabisa. Kambia wewe hukuwa na baranga, hukuwa hivi, hukuwa hivi. Ukasema sikiliza, hizi mali mimi ninazotumia hizi, hata za baba sijaanza kutumia hizi, za babu huko, hata za baba sijaanza kutumia. Wanasema nilikuwa maskini, hizi tumerithi tu min akabir, kutoka kwa wakubwa, hata za baba sijazigusa, hizi ndo kwanza ziko katika level ya babu huko. Ambia haya bwana, kama hivyo ndivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala akurudishe kama ulivyokuwa. Watu wanajisahau hivyo. Akenda wa pili, yule aliyefanikiwa katika wale watatu ni yule aliyekuwa na changamoto ya macho tu. Kwa hiyo ala kuli hali, mwanadamu akiguswa kidogo, akitikiswa kidogo na Allah subhanahu wa ta'ala, anapata nafasi ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah akimbadilishia, nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl waja'ala lillahi andada, na anaingia akamshirikisha Allah, ataingia kwenye ushirikina. Mali tu zinawaingiza watu kwenye ushirikina, ili aendelee kuwa na mali, aendelee kuwa na cheo, aendelee kuwa na ukubwa. Watu wanahangaika kwenda kwa waganga, watu wanahangaika kwenda kwenye matambiko, watu wanaenda kwenye mizimu, watu wanaenda huku, watu wanaenda huku. Almuhimu kwamba ile status alionayo aendelee kuwa nayo bila kujali anayoyafanya yanamkera Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'ala lillahi andada liudhilla an sabili, ili aweze kupotoka katika njia yake ya sawa sawa. Allah anambia bana, kul tamatta bi kufurika kalila, endelea bwana kuenjoy, endelea bwana kustarehe hapo duniani. Muda wenyewe ni mchache tu unaoishi wewe. Hata kama ukiwa una cheo kiasi gani, una nguvu, una power, una mali kiasi gani, umri wako mfupi kabisa, hautozidi zaidi ya miaka 100, na hata ikizidi 100 huko tena utakuwa kusaidiwa, tunakuelekeza kila kitu na chochote. Kwa hiyo wewe hayo unayoyafanya ukamkufuru Allah, ukafanya hivi ili uendelee kuwa na cheo, uendelee kuwa na mali, uendelee kuwa na nguvu, haikusaidii kitu maadamu yanaondoka. Innaka min ashabin nar, haikaweni katika watu wa moto. Kwa hiyo anachotueleza hapa Allah subhanahu wa ta'ala, tunavyopata mitihani na tukarudi tukamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, basi turudi moja kwa moja, sio tena turudi tukibadilishiwa mazingira kidogo, Allah akitukunjulia tukaanza kujisahau tukaelekea kubaya. Hiyo ni hatari sana.
Kisha Allah subhanahu wa ta'ala analinganisha, anataka tupime, kila mmoja ajipime mwenyewe uhalisia wa mazingira alivyo. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbi, hivi yule ambaye anasimama usiku mtiifu, qanitun ana al-layli, anakuwa mwenye kujipinda usiku, sajidan wa qa'iman, amesujudu ikibidi kusujudu, qaima, amesimama ikibidi kusimama, anayafanya hayo yote. Yahdharu al-akhirah, anaogopa hali mbaya ya akhira, asije akafikia pabaya. Ili asifikie pabaya, akawa anachukua hatua kama hizo. Usiku anajikita, anasimama akisoma, ikibidi kusimama atasimama, ikibidi kusujudu atasujudu, ikibidi kurukuu atarukuu, na hivi na hivi, na anayafanya hayo yahdharul akhirah, kwa kuchukua tahadhari kule akhira, ambako Allah anasema yuhadhdhirukumullahu nafsa, Allah anakutahadharisheni yeye mwenyewe, chukueni hatua za sawa sawa. Huku akhira mazingira ni magumu. Wayarju rahmat rabbi, lakini pia akitegemea kwa kufanya hivyo ili azipate rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Unadhani huyu atakuwa sawa sawa na mtu ambaye anapitisha usiku wake wote kwa kulala tu, hapati hata dakika ya kuamka ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu chochote? Yani yeye usiku ni kulala tu na hivi na hivi, akiamka basi jambo lingine, mishughuliko, mihangaiko, kuangalia KPI zake na hivi na hivi, ndo anachohangaika. Unadhani huyu atakuwa sawa sawa na huyu? Hawezi kuwa sawa, hawezi kuwa sawa. Kisha Allah akasema huyu amejitambua na anaijua nafasi yake na anajua nini mwisho wake. Sasa Allah anasema kul, sema hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, unadhani watakuwa sawa wanaojielewa na wasiojielewa? Anayejielewa akachukua hatua kama hizo, sasa hivi kuna wakati wa kwenda kuswali, sasa hivi nisimame usiku, sasa nifanye hivi, sasa hivi nifanye hivi, unadhani atakuwa sawa sawa na yule anayezunguka zunguka tu, ana rotate tu kuna kule, hana hata muda wote? Sasa Allah anasema hapa pana kutafakari na kuzingatia, na kila mmoja ajipime mwenyewe yuko wapi. Innama yatadhakkaru ulul albab, lakini wanaokumbushika, wanaowaidhika wakaonyeka ni wale wenye akili. Kwa hiyo hapa mwenyewe anazungumza kwamba ukiutazama au mfano, kila mmoja atajipima yeye mwenyewe hapa ana uelewa kiasi gani. Na Allah ameshasema hapo, wenye uelewa wale ni wale wenye akili, wenye kuzingatia, anaelewa hapa, ala, kumbe mie usiku na upitisha tu hivi hivi, sijasimama hata siku moja, hata Ramadhani hata siku moja sijapata kuamka usiku kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli mimi nitakuwa sawa na yule anayeamka usiku akakaika na hivi na hivi? Ukishaelewa hivyo na ukafundishika hapo, utakuwa umechukua hatua kubwa kabisa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatubembeleza, anazungumza lugha ya kutubembeleza kabisa. Kul, sema ewe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi alladhina amanu, waja wangu ninyi, waambie waja wangu wale ambao wameamini. Tazama, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na walioamini, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kul, sema waambie ya ibadi alladhina amanu, waja wangu ambao wameamini ninyi, ittaqu rabbakum. Tazama, anaongea nao ni waumini. Ittaqu rabbakum, hiyo imani yenu hiyo mlionayo, huo Uislamu wenu mlionao, msijiridhishe, msiridhike mkae mkabweteka mkaona mshapita. Bana, bado safari ni ndefu. Ittaqu rabbakum, muogopeni Mola wenu kisawasawa, muogopeni Mola wenu kisawasawa inavyotakiwa. Na mkisha kuwa katika sura hiyo, lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya, watakaofanya vizuri hapa duniani. Lilladhina ahsanu, wale watakaofanya vizuri, fi hadhihi dunya, katika maisha yao hapa duniani, kwa kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wakaacha makatazo yake, wakamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, fi sirri wal alan, kwa siri na jahara. Akiwa peke yake anamuogopa Allah, akiwa katika jamii anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi akhira Allah amemwandalia hasanan, mazuri mno huko akhira.
Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika hao. Wa ardullahi wasi'a, na ardhi ya Mwenyezi Mungu ni pana. Ardhi ya Mwenyezi Mungu ni pana. Huko mnakoenda katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, itumieni vizuri popote mtakapokaa, mtakapokuwepo. Ardhi yake Allah subhanahu wa ta'ala ni pana. Mnasafiri, tunasafiri na kweli tunatembea, tunatoka hapa unakwenda mji ule, unaenda mji ule, unaenda mji ule, unajinafasi katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika watalipwa wastahimilivu. Maana yake nini? Kuwa mcha Mungu, muumini, ukamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya vizuri, panahitajika ustahimilivu, panahitajika ustahimilivu wa hali ya juu. Kuna mambo yanaweza kuwapitia mkashindwa kustahimili, mkajitoa. Kwa hiyo panahitaji ustahimilivu wa hali ya juu, na kwa kuwa watu wamestahimili wakavumilia, basi inna yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa wenye kuvumilia malipo yao bila hisabu. Hili ni kundi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wenye kustahimili wakasimama sawa sawa. Na subira, wanachuoni wamezungumza namna kadhaa wa kadhaa. Kuna subira ya kuvumilia mitihani yake Allah subhanahu wa ta'ala, machungu yale yanayokufika, mara umefiwa, mara unaumwa, mara unafanya hivi, mara unafanya hivi, panahitaji ustahimilivu zile hukumu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hata kutekeleza amri zake Allah subhanahu wa ta'ala panahitaji ustahimilivu. Kuna mangapi huko watu tumeacha? Alhamdulillah, tunamwomba Allah atudumishe katika hali ya namna hii. Kuna changamoto kubwa huko, mpaka unakuja kuswali, mwingine unatoka, meneja wako anakutolea macho hivi hivi kuonesha kwamba unachoenda kukifanya hicho basi tu anashindwa kukuambia tu kwa lugha ya maneno ya kawaida, lakini akikupatia kona anza kukwambia bwana, unapoteza muda sana huko kwenda zako kuswali, kila saa kuna kazi za maana za kufanya hapa, lakini yote wewe hata ukujali, ukaziba masikio kama hujamuona vile, kaondoka zako. Vipi bwana, ulienda hapa, kuna kazi hapa, nilienda kuswali bwana mara moja bwana, bwana ilikuwa ufanya basi bwana, acha nipambane nayo, nitamaliza kabla sijafanya nini, sijaondoka. Panahitaji ustahimilivu hali ya juu kabisa. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika hali ya namna hii. Lakini pia katika kuyaacha mabaya, panahitajika pia ustahimilivu, panahitaji uvumilivu, sababu mabaya kwenye jamii yanapendeza, yanaitwa majina mbalimbali mazuri na hivi na hivi, na yanaonekana hayo ndio ya kisasa na ndio hivi, na yanakuwa yanatangazwa, yanapata wadhamini, yanapata sponsor, yanapata hivi, yanapata kila kitu. Yale mabaya, yale machafu ndio yanaparamiwa na wanadamu na hivi na hivi. Sasa kuyaacha, kwanza tuzunguka kila kona, alafu leo ukifungua simu unakutana nayo, ukifungua kompyuta unakutana nayo, ukifungua laptop unakutana, ukifungua TV, kila kona ukenda unakutana nayo matangazo na hivi na hivi na hivi, husikii mambo. Sasa panahitaji ustahimilivu kuyaacha mabaya. Kwa hiyo mtu akavumilia, akajilinda na akajiepusha, basi ana malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bighairi hisab. Tunamuomba Allah atufanye katika hao. Kwa hiyo panahitaji taufiki, na Allah subhanahu wa ta'ala akisema wasta'inu bis-sabri was-salah, ombeni msaada, wasta'inu bis-sabri, kwa ajili ya kupata subira. Haya ni mambo sio mepesi, hayo mambo sio madogo, ni mambo mazito mno. Kuipata subira na kutekeleza amri ya swala panahitaji msaada wa nani? Wa Allah subhanahu wa. Ombeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate mfikie hatua ya kuwa wenye subira kweli kweli. Allah anasema innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kwa hiyo tasimama hapa inshallah, Allah akijalia tatokea aya 11 biidhnillah. Tumeshika tu nafasi ustadhi kwa sababu ameshughulishwa. Inshallah pengine kesho tunaweza tukabahatika tukawa naye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Jazakallah khair.